kipekee katika maisha ya watu wako. Asante Mfalme, pokea sifa na pokea utukufu. Na kushukuru kwa neno la jioni ya leo. Fungua mioyo na mawazo yetu. Wacha ujumbe ambao umeandaa kwa ajili yetu Bwana tukaweza kuelewa na kuupokelea. Na zaidi ya yote ujumbe ambao kuielimisha mioyo yetu, zidi kutuinua na kutukomboa na kutubariki, hata kutupa tumaini Bwana katika mapenzi yako. Naomba mtumishi wako mwinue na mtende mema. Endelea kumfungua, endelea kumwinua na kumpa kibali, endelea kumwekea ulinzi wako Bwana anapoendelea kutuhudumia na kutufanyia kazi. Nawe utazidi kuwa Mungu zaidi ya kila jambo. Na ni katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Tupige Bwana makofi mazuri kwa ajili ya huo wakati Mungu ametupea katika kuwa mbele zake. Najua kwa hakika ametusikia. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tuko katika hali ya neno la Bwana, na hii tukazidi kulipokea. Na njia kwamba kwa hakika Mungu ametupea neema hata kulilia Bwana kwa ajili ya huduma na kwa ajili ya hii madhabahu. Ya kwamba na ninaomba ya kwamba popote tulipo, ya kwamba wanaonitazama, ya kwamba wakaweze kuwa na mzigo katika kuombea hii madhabahu, sababu tunapozidi kuihudumia, tunapozidi kujitoa, nayo itazidi kutubariki. Bwana Yesu asifiwe. Katika our online tunatumia katika WhatsApp, hatuingia katika Facebook. Kwa hivyo ni watu wa kanisa tu tunaingia katika ile hali ya online, na najua kwamba tutabarikiwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Hamjapo? Mulie hapa na mulie nyumbani, ya kwamba najua kwa hakika Mungu amewalinda kila mmoja na shughuli zake, na amefanya tuwe mahali hapa jioni ya leo, na ili tukaweze kupata neno lake kulingana na mpango wake. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya leo ninataka kuongea kuhusu hali ya wakati Roho anapotuhudumia. Nataka kuongea katika this message ati wakati Roho anapotuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Sababu mara mingi hatuelewi sometimes ya kwamba hata wakati Roho anapotuhudumia, sababu watu wengi wanadhani Roho anawahudumia wakati wako kanisani. Amen. Lakini sio hivyo ilivyo. Siku ya leo nitakuonyesha na nitakufundisha siku ya leo kukuonyesha katika hali ya kuhudumiwa na Roho hata unapokuwa nje ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ukitazama katika maandiko Biblia inasema Roho Bwana tulipompokea hakai kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Anafaa awe ya kwamba kila mahali tunapotembea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nadhani mtajiorganize wale wako hapa wasikulie katika WhatsApp, na ni kitu tunataka sisi tuko mahali hapa itafeka walio nje. Kwa hivyo tulie mahali hapa, sauti hazitawafikia. Tulie mahali hapa, tusifungulie. Tukubali sisi tutaona mahali hapa sababu tuko mahali hapa. Walio ndani wasipate effect ile ya sauti sababu ina affect sometimes. So katika Roho wa Bwana tunapompokea, sio ya kwamba tunahudumia wakati tunapoingia kanisani kama siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hapana. Roho wa Bwana anatuhudumia ya kwamba kila wakati, sababu alipokea akae ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa nataka kupeana katika dalili ama katika sign, 3 signs zile ya kwamba unafaa uelewe na ujue Roho anakuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sababu tulipotengeneza ushirika na Roho wa Bwana, ushirika haututengenezi tunapokuja kanisani. Tulitengeneza ushirika na Roho wa Bwana ili tutembeane na yeye kila wakati, atusaidiane kila wakati. Na dalili moja inatusaidia kuelewa na kujua tunahudumiwa na Roho wa Bwana ni kuwekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. To be free, yani kuwekwa huru. Na nikimaanisha katika kuwekwa huru, kuna kuwekwa huru kwa aina nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kanisa ya Roho tunafaa kujua kwamba kuna vifungo tukiingia katika kanisa la kiroho, lakini kuna vifungo tunazidi kufunguliwa day by day. Na katika ile kuwekwa huru tunataka kukaweza kuleta ufafanuzi zaidi. Sababu mwenye kuna mapepo sio yeye tu kwamba amefungwa, sio yeye tu kwamba hajawekwa huru. Unaweza kuwa unakutaka kanisa kila siku mahali hapa, lakini bado uhuru wako utapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kuwekwa huru kwa aina nyingi sana. Kuna mtu ya kwamba anatoka kanisa na ameokoka, lakini dhambi ingali inamwandama. Anaja
Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho wa Bwana anapoingia ndani yetu, anaanza kutuhudumia. Kuna ngapi tunaanzaga kusuacha sababu tumeanza kuwekwa huru, tumeanza kufunguliwa vifungo zote zilikuwa zinafanya tukaweza kumtendea Bwana dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuwekwa huru na katika hali ya maroho ya kinia ya kwamba ingali tumeokoka, lakini tunafuatwa na maroho ya nia, yaani ya mababu na mababu. So uya kuwekwa huru sababu umefungwa pengine na roho ya shida, ni ya jamii. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya kwamba unakuta kwamba inakaa umebeba roho ya laana. So tumeokoka, lakini Roho wa Bwana yeye anafanya kusafisha na kuondoa na kutuweka huru na yale maroho haifai, iko kinyume na yeye, ya kwamba ule mtu anafanyaga ile kazi ni Roho wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ni Roho Mtakatifu anapoingia. Hiyo ni dalili moja kuelewa na kujua kwa hakika Roho ananihudumia. Bwana Yesu asifiwe. Kuhudumia na Roho sio kupeana injili tu peke yake. Kuhudumia na Roho sio kutoa unabii peke yake. Kuhudumia na Roho sio ya kwamba kuwa mwimbaji peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengine Roho wa Bwana Mtakatifu anasaidia ndani yetu, anazidi akituonyesha, anatufanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Anatutendea kazi. Na ndipo nasema siku ya leo niwape katika hali dalili tatu za kukuonyesha Roho anakuhudumia, anazidi kufanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Anazidi kufungua vifungo zote zilikuwa zimekufunga kabla uokoke. Na ukiangalia katika Wakorintho ni wa pili 3 mstari wa 17 inasema hivi. Katika ule mstari wote inasema vizuri. Ati basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Mahali Roho wa Bwana alipo, watu wanaweka uhuru. Na just imagine, uhuru wako sio uhuru wangu. Kuna kile kilikuwa kimefunga na kuna kile kilikuwa kimenifunga. Roho wa Bwana alipoingia ndani yangu, akaanza kunihudumia polepole. Kuna watu wamefungwa na maroho ya uongo. Dini zao ziko katika zimejaa uongo kila wakati. Hawajui kusema ukweli. Dini zao zimejawa na lile jambo. Lakini tunapokaa katika Roho wa Bwana kuingia ndani yetu na kuzidi kutuhudumia zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza kupokea ule uhuru. Tunaanza kuongea ukweli. Ukweli wa Bwana unakuwa ndani yetu. Haleluya. Hiyo ndio kufunguliwa, kuwekwa huru. Na tukisema maandiko yanasema mahali Roho wa Bwana alipo, ya kwamba kuna kuwekwa huru. Sura kwamba wewe kaangalia uokoke, kama kuna mambo ya kwamba umeona umeacha na hivyo inampendeza Mungu, ulikuwa hapa Mungu ya kwamba ukaweza kuondolewa katika hiyo dhambi na hiyo mambo, sura kwamba Roho wa Bwana anazidi kukuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kama alikuhudumia na kukufungua katika kifungo, kuna vifungo zingine ya kwamba Mungu anatarajia katika kukufungua zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mahali Roho wa Bwana alipo, kuna kuwekwa huru. Kama ya kwamba kuna Roho wa Bwana, utawekwa huru kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hata hiyo roho ya umaskini ya kwamba wengi wamebebanisha ni ya jamii. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ya kwamba unakuta kwamba umepewa neema kama vile tulikuwa tunasema ya kwamba neema ya kufanya tusonge na mbele. Lakini katika familia yenu kuna roho ingine inasemanga hapa hakuna kuendelea. So unapoangalia ile roho, unakuta kwamba unabadilika katika hali ya relation fulani. Alafu ile roho ya kwa sababu haendelea mahali na utawekwa huru, inakurudi na kuambia unaenda wapi. Hata kama ulipewa neema ama katika ile Kristo kwa tunasema usade, neema ya kufanya tusonge mbele, ya kwamba inakurudisha nyuma. Inakwambia nataka ukaweze kumaintain katika roho ya shida, sababu hiyo ndiyo roho ya kweli. Kwa hiyo tunapofunguliwa that spirit, tunajua kwamba kwa uhakika tunazidi kuwekwa huru. Kwa hiyo tunahitaji Roho Mtakatifu ama tunahitaji? Tuelewane, tunamhitaji hata mhitaji. Si tunamhitaji. Sababu hiyo mambo yote na hiyo kazi iliyo ngumu sana, mwenye anaweza kufanyia hiyo kazi ya kwamba ni Roho wa Bwana. Na tatu, kuelewa na kujua kwamba Roho wa Bwana anazidi kutuhudumia. Kuwa na amani, tumaini,
yetu juu ya kwamba Roho wa Bwana anakuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie katika Warumi 15 mstari wa 13 inasema hivi. Warumi 15 mstari wa 13 inasema, ati basi Mungu ni tumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kumwamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ati haya mambo itapatikana kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi unakuta kwamba hawana amani. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yao hayana amani, mioyo yao hayana amani. Wacha nikwambie, mahali Roho wa Bwana alipo Mtakatifu kuna amani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hiyo ni tunda la Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema vizuri sana, ati basi Mungu wa tumaini na awajaze. Paulo akaambia Warumi wakati alipofika kwao na wakatazama, pengine wale watu walikuwa na huzuni sana, hawakuwa na tumaini na Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuwa na amani. Just imagine, mtu anayekosa tumaini ya maisha hana amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuko na amani sababu tuko na matumaini, hata kama hatuna sahihi, Mungu wetu atatenda zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sababu inasema kwamba nini? Atikani furaha yote na amani katika kumwamini, mpate kuzidi sana kuwa na kutumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Kupitia hizo nguvu zitakupea amani. Kupitia hizo nguvu itakupea tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Na tutazidi zaidi. Kwa hivyo ukitaka kuelewa na kujua Roho wa Bwana anazidi kukuhudumia, ni Yakobo wakati unakuta kwamba kuna machafuko katika jamii, katika hali ya majirani, katika hali ya marafiki, kuna machafuko na shida na adhabu, wewe uko na amani. Sio kwamba Roho wa Bwana ndiye anatusaidia kuwa na amani. Na ndiposa unaona mara mingi unapoingia dini ya maombi, kuna kitu moja tunapokeaga kizuri sana, amani ya moyo. Hata kama mambo mengine haitatendeka na Mungu unatarajia kwamba itendeke, unasikia amani imekuja sababu Roho wa Bwana alikuja na akaweza kukuhudumia. Na ninataka nikutume katika siku ya leo, wakati unasikia moyo wako kuna mambo imefanya kwamba ukaweza kuwa na adhabu ndani yako, tafuta katika kuwa na maombi, na ni maombi ya kiritini, moyo wako utakuwa na amani. Haijalishi mambo inakaa mlima aje, lakini cha kwanza Roho wa Bwana dalili moja anafanyaka kutuonyesha kwamba kwa ndani yetu tunajazwa na roho ya amani. Haijalishi mambo ni mangapi, haijalishi watoto hawako shuleni, haijalishi unaenda kulala njaa, haijalishi nyumba imefungwa, just imagine Roho wa Bwana anaposhuka ya kwamba tujakuhudumie, unapata amani. Zaidi kitu kingine, unapata tumaini katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ninapozidi kumalizia ya kwamba ya tatu ndio hii. Tunapoelewa na kujua Roho wa Bwana Mtakatifu anazidi kutuhudumia, ya kwamba tunapata hekima isiyo ya kawaida. Namba 3, tunapata hekima isiyo ya kawaida. Tupate katika maandiko iko katika Yohana Mtakatifu 14 mstari wake wa 26. Yohana Mtakatifu 14 mstari wake wa 26 inasema, Yohana Mtakatifu 14:26 inasema, ati lakini huyu msaidizi, huyu Roho Mtakatifu ambaye Baba atawapelekea kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Yote niliyowaambia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Turudi katika mfano inasema vizuri, haya ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Ati lakini huyu msaidizi, sio mwingine, huyu msaidizi, huyu Roho Mtakatifu ambaye Baba atawapelekea kwa jina langu, atawafundisha yote. Hebu angalia maandiko inasema, Yesu aliambia wanafunzi, ule Roho atakayekuja atawasaidia kuwa msaidizi. Namba 1, mara mingi unakuta kwamba sometimes tunakaa katika hata katika kufanya mambo tunakaa tunasahau
Na kama unanisikiza siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe. Roho ya kusahau mambo, Bwana Yesu asifiwe, sio ya Mungu. Amen. Sio ya Mungu. Unakuja kwamba unasahau. Ukiwa hata na mtoto kama anakula. Kama uko na bwana na pengine kwa nyumba pengine anakula. Uko na watoto hata unaenda kuwatafutia unakumbuka ya kwamba kama so kuna roho zingine unakuta kwamba hata kama tunasema tunasahau, sio Mungu na kuweka katika yale mambo. Na ndipo maandiko yanasema kwamba unaweza fika kama mwanadamu wa kawaida kusahau, lakini ukiwa na Roho Mtakatifu atakukumbusha yale mambo mazuri kuyafanya. Kuna watu mpaka Yakobo ukiwa ni pepo wanasahau kwamba leo kuna ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, leo na kweli kuna kuwa na ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema atakuwa anatukumbusha. Ni mambo gani anatukumbusha? Kuna mengine ambayo tunaweza kuwa tumebeba kama mwanadamu wa kawaida anasahau, lakini Roho wa Bwana hapo akaweza kukukumbusha. Anajua katika hali, Bwana Yesu asifiwe, kumanage wa memory vizuri, ikumbuke kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema vizuri sana ati ya kwamba msaidizi huyu ni Roho Mtakatifu ambaye Baba alitupelekea kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Mara mingi tunafundishana neno mahali hapa, hata ukifika kama ni kesho watu wanasahau. Bwana Yesu asifiwe. Na unakuta yule mtu ako serious, hata ukijaribu kumtapa hakumbuki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko vizuri inatuelezea, inatuambia ati kwamba atakuwa anatukumbusha hata iliyo mema na yale yote tuliyofundishwa. Kwa hivyo injili uliyofundishwa hata mwaka wa 2017, 2019, Roho wa Bwana anaweza kukumbusha katika maneno aliyokuambia, uliyofundishwa, sababu ilikuwa ya Mungu. Kama wanafunzi walikuwa wanaambiwa kwamba wafundishwe, hiyo ni hekima ya hali ya juu. Na ndiposa unaona ya kwamba Roho wa Bwana analeta hekima ndani yetu isiyo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni kama ya kwamba memory yako ukiwa mwanadamu wa kawaida, kama ilikuwa 80 GB, anakuta ana multiply inakuwa 100 GB. Kwa hiyo ya kwamba kapasi tunakuta kwamba unafikia kama si mwanadamu sio kawaida, sababu uko na extra mind kupitia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho wa Bwana anatupea hekima isiyo ya kawaida hata ya kukaa na watu. Na ndipo Solomon anasema watu wajazwe Roho hata wakaweza kukaa na watu. Mtumishi asipokuwa amejazwa Roho wa Bwana na anadili na watu wengi, wanaweza kuwa vikwazo kwake akose kuona ufalme wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko mahali ya kwamba wewe mwenyewe unaliliti na watu wengi na kuombea kwamba utafute Roho wa Bwana akusaidie hata kudili na watu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu mwanadamu vile ameumbwa, huwezi kuwa na mwili na nyama na damu. Usipokuwa na Roho wa Bwana hutaweza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho wa Bwana tunapojazwa, tunapata mpaka ile neema ya kuvumilia watu wanapotaka kutenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Wanapotenda mabaya, wanatufanya tunakuwa na hekima ya kudili na wao na hata kuwaombea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukitaka kuelewa na kujua Roho wa Bwana Mtakatifu anazidi kuhudumia, ni wakati unakuta ya kwamba uko na hekima ya kipekee katikati ya watu. Hata uko na hekima ya kipekee ya kwamba ya kutatulia watu mambo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sababu hii ndio utakavyoelewa na kujua hii hekima sio yangu, hii hata itokani na familia yetu, sababu hata yale mambo nayafanya hata kwa jamii yetu ninaona ikiwa tofauti. Na ndipo sasa Imani akasema ningetaka nijae katika roho ya hekima katika ndani ya mawazo yangu, na hata pia Mungu ningetaka hiyo hekima hata saa hii tukiwa na Roho wa Bwana, sababu ndiye msaidizi, pia kama anayetukumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na hekima isiyo ya kawaida watu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hata ya kushika katika hii dunia. Mimi nashangaa sana watu waliojawa na Roho Mtakatifu na mambo mengine ya kwamba wameshinda kuihold vizuri katika maisha yao. Na Roho wa Bwana anasema ya kwamba yeye ndiye mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watende
akazidi kuwa mwalimu ndani yetu, na hiyo elimu anazidi kuweka. Hiyo ndio tunafaa tutafute, sababu pengine ya kwamba unakuta katika hii dunia Mungu akataka 30% sababu imetokana na hekima ya wazazi na dunia hii, 70% ya kwamba pengine angetaka upate kupitia Roho wa Bwana. Ndivyo tuzidi kufanya mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipoingia katika sinagogi kufundisha akiwa kijana mdogo, ya kwamba aliyokuwa anafundisha, maandiko inasemanga ni walimu, Mafarisayo, Masadukayo, ndiye alikuta mahali pale sinagogi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kile alikuwa anakifundishana, hata walishangaa, wakaanza kuuliza, na huyu amepata wapi hii hekima? Hii jambo anatufundisha, amepata wapi hii hekima? Amen. Lakini sababu Roho wa Bwana alikuwa juu yake, hagefikiria kama mtu wa kawaida, hagefanya mambo kama mtu wa kawaida. Hivyo ndivyo nataka nikuelezee, kuna kapasiti ya kupokea Roho wa Bwana azidi kukuhudumia, uweka katika hekima isiyo kawaida, hata ya kutatua mambo, hata ya kuongelesha watu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu anatupea hekima isiyo kawaida, na hekima ya Roho Mtakatifu, haleluya, sio hapa duniani, ni ya kutoka mbinguni. Situpokee neema ya kupokea Roho wa Bwana zidi kutuhudumia, tuzidi kuwa na hekima, sababu kile kimekusana kwanza nyakati hizi ni hekima hata ya kutatua mambo, ni hekima hata ya kuongelesha watu, ni hekima hata ya kukaa na watu, ni hekima hata ya kukaa na jamii, ni hekima hata ya kufanya mambo ya kwamba watu wanafanya mawazo yao na masomo walioisoma, lakini Roho wa Bwana anapoingilia, Bwana Yesu asifiwe, anatupea hekima isiyo kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukitaka kuelewa na kujua ya kwamba Roho wa Bwana anakuhudumia, umeanza kufikiria kando na vile ulikuwa unafikiria kabla uokoke. Amen. Unafanya mambo tofauti na vile ulikuwa unafanya kabla uokoke. Ni sababu Roho wa Bwana aliingia ndani yako na akaanza kukubadilisha, na akaanza kukufundisha, na akaanza kukuweka hekima. Sababu kitu kingine Roho wa Bwana anafanya, Roho Mtakatifu anafanya ndani yetu ni about transformation. Anafanya transformation mpaka ya akili za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua transformation ni kitu kile muhimu sana katika gospel. In gospel kitu muhimu sana na kile kizito sana, sio kuokoka, ni katika about transformation to our life. Tukae kama huyo Yesu aliyetuita, tukae kama mfano wake. Hiyo transformation utoke katika wanadamu ule ulikuwa wakati umeokoka. That transformation inakuwa ngumu sana kwa wanadamu. Lakini imagine msaidizi huyu ndiye Roho Mtakatifu anatusaidia about our transformation. Bwana Yesu asifiwe. Sipokee Roho wa Bwana jioni ya leo uliyeniona mahali pale, wanaonitazama, wanaokuwa mahali hapa, pokea neema ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo, sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Mahali hapa tunapozidi kuongoza na kuendesha hii huduma, tunaomba Roho wa Bwana asitoke mahali hapa, azidi kuhudumia watu mahali hapa, sababu tunataka wazalie watu wasio kawaida, kufanya mambo sio kawaida, wengine ya kwamba wakazidi katika hali ya kuwekwa huru katika maisha yao, sababu walikuja mahali hapa wakiwa wamefungwa, na ndiposa tunazidi kuomba Roho wa Bwana azidi kuwa mwingi, ili akazidi kuhudumia, tukazidi kuwa huru, tukazidi kupata amani, tukazidi kuwa na tumaini, tukazidi kujazwa hekima ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Pokea neema jioni ya leo. Inama mbele za Bwana ukaweza kumwambia Bwana, nikihitaji Roho wa Bwana kwa jioni ya leo akazidi kunihudumia katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana zaidi azidi kukuhudumia, azidi kuhudumia moyo wako, azidi kuhudumia hata usiku wa leo kwa jina la Yesu Kristo. Oh, Roho wa Bwana tunakualika Bwana ndani ya mioyo yetu siku ya leo, zidi kuhudumia Bwana, zidi kutuletea amani ya maisha Bwana, zidi kutuletea amani na tumaini ndani ya mioyo yetu Bwana wa mabwana, sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Zidi kutenda yaliyo mema ndani yetu katika jina la Yesu Kristo.
zidi kuachia wema wako Bwana katika usiku wa leo kwa watu wako, na waombea roho ya hekima ndani yao, roho ya hekima katika hizi nyakati, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna aliye kama wewe Bwana, hakuna aliye na uwezo kama wako, ndiposa tunakuomba mfalme wa ajabu, usituache hivyo mfalme wa ajabu, zidi kutubadilisha Bwana, zidi kututenda mema na makubwa, sababu wewe wastahili, mwenye nguvu zote na utukufu. Uaminifu wako ni wa milele, na kuinua zaidi Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo. Wewe uaminifu wako ni wa milele, tamalaki na utende mema Bwana. Na karibu hawa Bwana usiku wa leo Bwana, wawe na usiku ulio mwema, uliojaa baraka na amani. Walio manyumbani wanatutazama mfalme wa ajabu, na waombea nguvu zako na rehema wako. Tupe usiku ulio mwema, uliojaa baraka na amani Bwana, katika jina la Yesu Kristo, sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Walio kwa imadeta mfalme wa falme, tunapoenda kuachana Jehova, tunaomba ushindi wako, tunaomba wema wako zaidi, sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Tamalaki na utende mema Bwana, sababu wewe wastahili. Uinuliwe na upewe sifa, sababu yeye ni Mungu mkuu zaidi. Naomba mahitaji ya Bwana, na zidi kufungulisha pesa Bwana za mwezi Bwana, mfalme wa ajabu, wewe unayepeana fedha na dhahabu, tufungulie milango zaidi Jehova Bwana, tufanikishe Bwana kapata hizi pesa huu mwezi Bwana, sababu tulibariki huu mwezi na tukaonelea ushindi Bwana. Zidi kufungua milango zaidi ya kifedha kupitia hii huduma Bwana, sababu tunahitaji fedha katika huduma hii Bwana. Zidi kufungulia watu Jehova Bwana, wenye hawajapata na waombea usiku wa leo kufanikiwa kuzipata Jehova Bwana, sababu ni za kazi yako, na uzidi kufungulia milango zaidi kwa ajili ya maisha yao. Uinuliwe na upewe sifa, sababu ni Mungu mkuu, na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na hata kuamini. Tunaweza pigia Bwana makofi, pigia Bwana makofi, na tunataka tutafanikiwa tufikisha mahali hapo.